Tutaendelea kujifunza juu ya nyakati zijazo, lakini tutajifunza kipengele kinachosema uharibifu wa miaka. Uharibifu wa miaka. Mungu anaweza akakupa zawadi ya kuishi miaka mingi duniani, lakini shetani akaiharibu miaka yako na usifurahie. Akaiharibu kwa namna nyingi tu ambazo na wewe mwenyewe unaweza ukawa hauelewi kwamba hizi nyakati au hii miaka inaharibikaje. Tutaongozwa na kitabu cha nabii Yoeli sura ya 2 aya ya 25. Kitabu cha nabii Yoeli sura ya 2 aya 25 inasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Angalia hii aya ya kwanza inavyoanza, inasema nami nitawarudishia hiyo miaka. Maana yake sio moja. Miaka maana yake ni kuanzia 2 kwenda mbele. Anasema iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu. Iliyoliwa na nzige. Nzige wale unaweza ukawa ugonjwa. Tunutu anaweza akawa ni kesi mahakamani. Parare zinaweza nikawa kutokuelewana kwenye ndoa. Inaweza ikawa ni hasara. Unajua kwenye mwaka unaweza ukajikuta haujaugua, lakini yakawa yanatokea matukio mengi sana yanayokurudisha nyuma. Umeuanza mwaka vizuri kabisa, na kweli huo mwaka ulioanza vizuri kabisa ukajikuta hauna changamoto yoyote ya labda magonjwa, lakini ukajikuta una changamoto ya madeni. Fikiri mtu ambaye mwaka mzima yuko kwenye madeni, anahangaika kutafuta hela ya kula na familia yake, lakini muda huo huo anahangaika pia kutafuta hela ya kuwalipa wadai wake, na muda huo huo pia anapambana ahakikishe kwamba maisha yake yanasonga. Sio rahisi sana. Mungu anaposema kwamba nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige, mwaka unaweza ukaliwa. Unaweza ukaniuliza kwamba mwaka unaliwaje? Fikiri labda unaweza ukajikuta una kesi mwaka mzima. Yaani wewe ni mahakamani, nyumbani, mahakamani, nyumbani. Yaani ukapata kesi ambayo itakusumbua sana. Tayari huo mwaka hautazaa matunda kwako. Kwa lugha nyingine ni kwamba huo mwaka umeliwa tayari na nzige. Niliwaambia kwamba siku moja nikiwa Dodoma, nafikiri ilikuwa ni 2010 kama sio 17, kati ya 17 na 18, nilienda kutoa semina parokia ya Kizota. Jioni baada ya kuwa nimemaliza semina, nikawa na zunguka mtaani. Ilikuwa ni kwenye 1:30 hivi. Nafikiri nilitoka kwenda kununua vocha. Nikakutana na bibi moja, alikuwa amejifunga kanga kichwani. Akaniambia, una bahati sana wewe. Mwaka unaokuja ungekuwa mbaya sana. Una bahati sana umemkimbilia Mungu wako. Alafu hakuongea tena. Akaendelea na safari. Ile jambo nikajikuta
na tafakari sana kwamba amemaanisha nini. Lakini mwaka uliofuata nilienda kutoa semina mafungo kwenye nyumba moja ya watawa kwa siku 5. Tunapoelekea siku ya mwisho, kuna sister moja anamkumbuka, anaitwa Sister Benedetta. Akaniambia, kaka William, ninaona shida kwenye miaka inayokuja hapo mbele. Kuna kitu kitatokea. Ilikuwa ni mwaka 2019 hiyo. Akaniambia kuna kitu kitatokea, mwaka unaokuja sio mzuri. Sikumuelewa yule sister. Akaniambia, ninaomba tusali. Lakini tunaposali tusali juu ya mwaka unaokuja. Kaambia sawa sister. Hatujakaa sawa, likatokea lile janga la corona. Lipotokea tu lile janga, nikakumbuka okay, sister aliona. Unajua, aliye na uhusiano mzuri na Mungu, Mungu ana uwezo wa kumuonesha nyakati zinazokuja. Nabii Isaya anamuona Kristo miaka 700 baadaye. Nabii Isaya anatabiri, anasema, tazama bikira atachukua mimba. Nafikiri kuanzia juma linalokuja tutaanza kipindi cha Majilio. Tutaanza kusoma hiyo habari ya Nabii Isaya. Miaka 700 baadaye ndo Kristo anakuja kuzaliwa. Mungu hana limitation kwa mtu anayempenda. Anaweza akamuonesha hata miaka 1000 inayokuja mbele, as long as amemwamini. Mungu alimwambia Ibrahimu kwamba uzao wako utaenda utumwani kwa muda wa miaka 400. Na Ibrahimu amekufa, uzao wake ujawa ukiwa haujaenda utumwani Misri. Lakini hiyo ilikuwa ni ahadi, ni nyakati zilikuwa tayari zimewekewa alama kwamba kuna miaka fulani wana wa Israeli wataenda utumwani kwa muda wa miaka 400 na watatumikishwa na watateswa. Lile jambo aliyekuwa nalijua ni Ibrahimu peke yake, kwa sababu ndiye Mungu aliyemwambia. Ibrahimu alikuwa anajua kabisa kwamba kizazi changu, pamoja na kwamba hii nchi aliyonipa Mungu, kizazi changu kitaenda utumwani Misri, na baada ya hapo, baada ya kuwa kimetoka huko, kitakuja tena kutawala na kuishika hii nchi. Hiyo habari inapatikana kwenye kile kitabu cha Mwanzo. Ukipata nafasi unaweza ukaenda ukasoma baadaye kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 13 kuanzia aya ya 14 na kuendelea, inazungumza hiyo habari. Sasa wapendwa, ni vizuri sana ukawa unajifunza kuziombea nyakati zako zinazokuja. Hiyo itakusaidia sana. Kwa nini? Unazibariki, unazitamkia neema. Hivi unajua kwamba wasiokupenda wanaweza wakausemesha mwaka wako? Yaani wasiokupenda wanaweza wakausemesha mwaka unaokuja ili uwe mwaka mbaya kwako. Wakatoa na sadaka, wakawa wananuiza tu kwamba mwaka huu ateseke, mwaka huu aachike, mwaka huu asipate kazi, mwaka huu asipate uzao, mwaka huu asivune, mwaka huu asisikilizwe. Yaani wanausemesha tu mwaka wako. Kwa lugha nyingine ni kwamba wewe hawakusemeshi wewe, lakini wanasemesha zile nyakati utakazoishi. Kwa lugha nyingine ni kwamba mafanikio ya mtu yamefungwa kwenye muda. Kwa hiyo muda wako ukisemeshwa au muda wako ukiharibika, maana yake ni maisha yako na mafanikio yako ndo yameharibiwa. Kwa hiyo wewe wanaweza wasihusike na wewe, lakini wakacheza na nyakati zako tu, kwamba tumharibie nyakati, tumharibie majira.
Mwahi kukutana na watu ambao kisaikolojia tunaita changamoto ya afya ya akili. Yaani mtu nakuta kuna tarehe fulani za mwezi zikifika, yule mtu either mfunge kamba au anywe vidonge. Yaani kuna tarehe fulani mtu akifika anakuwa kama kichaa. Zile tarehe zikipita anarudi kuwa mzima. Lakini zile tarehe zikikaribia, wengine watu natumia kwamba mwezi umekuwa mchanga. Huyo mtu majira yake yamebadilishwa. Umewahi kukutana na mwanafunzi ambaye ni mzima wakati ambao sio wakati wa mitihani, lakini mitihani ikikaribia anaugua. Nini? Majira yake yamebadilishwa. Umewahi kukutana na mtu ambaye akitaka tu kuinuka, yani amefika kwenye ile level sasa anataka labda ainuke au apate ajira au apate mtu wa kumsaidia, vikwazo vinaingia. Majira yake yamebadilishwa. Kwa hiyo shetani anaweza akatempa na majira yako. Au umewahi kukutana na mtu ambaye mchana ni mgonjwa lakini usiku ni mzima. Yaani jua likipambazuka tu anaanza kuumwa. Jua likizama ni mzima. Na saa nyingine mnaweza mkamlaumu kwamba wewe usituchezee. Mnaweza mkamlaumu kwamba wewe ni mvivu wa kufanya kazi. Sio mvivu. Mnaweza mkahisi kwamba haumwi. Lakini ukweli ni kwamba ukiingia kwenye kama ni kichwa chake unaweza ukakuta kweli kinauma. Majira yake yamebadilishwa, nyakati zake zimebadilishwa. Maana yake ni kwamba ule muda wake wa kutaka kufanikiwa umedukuliwa. Walicheza tu na nyakati zako. Basi mnaposikia nabii Yoeli anasema nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na tunutu. Ndio hao watu tunaokutana nao ambao nyakati za maisha yao zimeharibiwa. Unakuta mtu ilitakiwa apandishwe cheo kwa muda fulani, lakini inamchukua muda mrefu sana kupandishwa kile cheo. Majira yake yamebadilishwa. Nilikutana na kaka mmoja, alikuwa amepata kazi nzuri sana. Alikuwa ameteuliwa kuwa mkurugenzi, nafikiri mwaka juzi. Alikuwa ameteuliwa kuwa mkurugenzi wa halmashauri fulani. Baada ya kukalia tu kile kiti, alijikuta anakuwa mlevi kupitiliza. Na ni wale watu ambao hata kama walikuwa wanakunywa kwa kiasi. Lakini alipopata tu ile nafasi ya kuwa mkurugenzi wa hiyo halmashauri, alijikuta analewa mpaka kazi zikamshinda. Kwa hiyo mamlaka ya uteuzi ikasema huyo hatuwezi kuendelea naye, ngoja tumuondoe kwenye hiyo nafasi. Wakamtoa. Aliporudi kwenye nafasi yake ya kawaida, akawa kawaida kabisa. Hakawa halewi kama ambavyo alikuwa amelewa kwenye ile nafasi aliyokuwa amepata. Kwa nini? Shetani alitempa na ule muda wake wa kuinuka. Aliona inawezekana hii ndo nafasi ya yeye kuwa mtu mkubwa siku zinazokuja. Kwa hiyo tunachofanya ni nini? Tunacheza na muda wake. Akala. Shetani anaweza akala miaka ya familia yenu kupitia umaskini. Anaweza akala maisha ya familia kupitia ulevi. Anaweza akala maisha ya familia kupitia mafarakano. Kutana na watu ambao wanakuambia sisi hatuelewani kifamilia. Miaka yao ya maelewano imeliwa. Akutu na watoto wote ni wavuta bangi. Wote ni walevi. Akianza kunywa leo, kesho. Lakini akipata ufahamu kamwambia kwa nini unakunywa? Anakuapia kila aina ya salamu, anakuambia sitarudia. Baada ya muda tu akipata kitu,
ndo kwanza atakunywa mpaka mtaenda kumbeba. Pale Arusha nikutana na dada moja, mume wake ana PhD. Mshahara ukitoka tu atarudi nyumbani mshahara ukiwa umeisha. Na saa nyingine mke wake mpaka anapigiwa simu, anaambia njoo mfuate mume wako yuko hapa baa leo siku ya pili. Anakunywa tu. Lakini akiambiwa analaka kama. Sasa kuna hao watu ambao shetani anakula maisha yao kupitia ulevi, anakula miaka yao kupitia ulevi. Wanakuja kushtuka wameshapishana na fursa. Wanakuja kushtuka wameshapishana na heshima waliostahili kupata. Wanakuja kushtuka wameshapishana na watu waliotakiwa kuwasaidia. Kwa nini? Anaangalia tayari ameshakuchafulia CV, ameshakuchafulia jina, nani wa kukuamini? Mungu atakuamini ndio kwamba umebadilika, lakini mwanadamu itakuwa ngumu kwake kukuamini kwamba umebadilika. Kwa hiyo kuna fursa zingine ambazo hauwezi kukutana nazo. Kile ambacho kinakuchelewesha, unaweza ukajikuta una aina fulani ya tabia na unatamani hiyo tabia uiache, lakini inakuwa gumu kwako kuiacha. Ujue hiyo tabia inatafuna miaka yako. Miaka iliyoliwa na nzige, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa. Sasa Mungu hawezi akakurudishia miaka iliyoliwa bila wewe mwenyewe kuanza kufanya mabadiliko. Yaani lazima ufanye mabadiliko. Na mabadiliko ya kwanza ni toba ya ndani na kumwahidi Mungu kwamba ninaomba unipe mwanzo mpya. Kwa sababu Mungu yuko tayari kumpa mwanadamu yeyote ambaye ameisha yaharibu maisha yake kwa namna tofauti, kwa tabia tofauti, kwa mazingira tofauti. Mungu yuko tayari kumpa huyo mwanadamu mwanzo mpya. Lakini kuna watu ambao wakishaharibu mwanzo wao wanajikuta wanajikatia tamaa kabisa, wanaona kabisa kwamba hili jambo halitakaliwezekane tena. Kwa hiyo badala ya kusogea karibu na Mungu, wanakimbia mbali zaidi na Mungu. Ni nini ambacho kimetafuna miaka ya maisha ya kwako, miaka ya watoto wako, miaka ya ukoo wako, miaka ya kazi yako? Kwa sababu unaweza ukawa mwajiriwa, baada tu ya kuajiriwa ukaingia kwenye mikopo, na hiyo mikopo inakung'ang'ania mpaka unapostaafu. Inahakikisha haufanyi chochote. Na hata pale unapostaafu unajikuta hiyo hela unaenda tena kulipa madeni, unabaki kama mtu ambaye ulikuwa haufanyi kazi. Lakini ukirudi nyuma unachunguza kwamba ulifanya kazi miaka 30, miaka 20. Lakini nini ulifanya? Hakuna ambacho ulifanya. Miaka inaliwa. Tabia mbaya inaweza ikala miaka yako. Tabia mbaya inaweza ikawa nzige kwenye maisha yako. Nzige anayekula fursa, nzige anayekula mafanikio, nzige anayekula ukuu, nzige anayekula nafasi. Tabia mbaya. Na tabia mbaya ni dhambi. Kwa kinachokula maisha ya watu, kinachokula miaka ya watu ni dhambi. Hiyo ndo tafsiri yake. Lakini Mungu anaposema nami nitawarudishia hiyo miaka iliyolizwa na nzige, anamaanisha kwamba ukiwa tayari kufanya toba, mabadiliko, Mungu atakurudishia hiyo miaka, hiyo nafasi, hiyo afya, huo ukuu, huo upendo. Atarudisha.
Ni kweli tunauombea mwaka 2026 ili uwe mwaka mzuri kwenye maisha yetu, lakini lazima pia ukubali sasa kufanya mabadiliko ya kuachana na kile ambacho kimekuwa kikurudisha nyuma miaka mingi iliyokuwa inapita, ambayo umepata kuishi, na kuanza kutengeneza namna nyingine iliyo njema huko mbele. Lakini pamoja na hilo, lazima sasa uambie mwaka 2026 na miaka mingine inayofuata kwamba uwe mwaka mwema kwangu, uwe mwaka wa matunda kwangu, uwe mwaka wa utulivu kwangu, uwe mwaka wa kuinuka kwangu. Hiyo itakusaidia na itakupa nafasi ambayo unaweza ukafanya mabadiliko mazuri. Ana watoto wake 5, wa kike 3, wa kiume 2. Huyu baba amewasomesha kwenye shule nzuri sana. Watoto hao wa kike 3, mmoja ni daktari bingwa, mmoja ni meneja wa benki fulani, mmoja ni mwalimu. Wote hawajaolewa. Sasa huyu mfanyakazi wa benki alipandishwa cheo. Baada ya kupandishwa tu cheo, kuna shida ikatokea pale kazini, akafukuzwa. Alipofukuzwa, akajikuta na kunywa pombe kupita kiasi. Basi wazazi wakamchukua, wakampeleka sober house. Si kwa Kiswahili sober, sober kwa Kiswahili safi kabisa. Nyumba ya kulelea walioshindikana, labda ambao wameathirika na ulevi, wameathirika na madawa ya kulevya, wameathirika na mambo kadhaa wa kadha. Sasa wakampeleka pale yule binti. Mwaka huu mwezi wa 6, baba yake akanichukua, akamwambia, mwalimu, tunaomba tuende sehemu fulani ukamwone binti yangu. Tukaenda. Shetani ameharibu sana maisha ya familia nyingi. Tulipofika pale, nikamwambia yule baba kwamba basi naomba unipishe niongee na huyo binti. Tukaanza kuongea. Yule binti akasema, nimebeba mambo makubwa sana moyoni. Naogopa kuambia wazazi wangu, naogopa kuambia ndugu zangu, naogopa kuambia marafiki zangu. Hebu niambie, mimi nikikwambia utamwambia baba au mama? Nikamwambia yule binti kwamba tunayaongea hapa mimi na wewe yatabaki kuwa yangu mimi na wewe. Yule binti akaanza kusema, mimi sijawahi kabisa kutamani kuolewa wala kuzaa. Ambia, kwa nini mwanangu?
Tukaongea, ikafika mahala niliposhtuka sana. Akaniambia sisi wote ambao ni madada, dada yangu yule mkubwa ambaye ni daktari bingwa, dada yangu huyo mdogo ambaye ni mwalimu, na mimi, wote si unaona tujaolewa? Akasema ndio naona hamjaolewa, wote hatutaki kuolewa. Sema kwa nini hamtaki kuolewa? Akasema sisi wote watatu ni wasagaji. Nikamwambia mlianza lini? Wao ndo walitangulia kuzaliwa kabla ya watoto wa kiume. Bia tumeanza tukiwa sekondari mpaka leo. Sasa angalia, mpaka wamepata kazi, wamejitegemea, toka ule umri mdogo, miaka yao ilikuwa tayari ilikuwa imeliwa mpaka umri ule. Cha ajabu sana, nikamwambia, je, uko tayari kuacha? Akaniambia, mwalimu, siko tayari. Sasa ninyi wazazi, kati ya watu ambao wanatakiwa kwanza kurushiwa lawama sio watoto walioharibika. Mtu wa kwanza ambaye anatakiwa kurushiwa lawama ni mzazi. Kwa nini ni mzazi? Mzazi hautakiwi tu kuwa mlinzi wa afya ya mwili ya mtoto wako. Unatakiwa kuwa mlinzi wa hatima ya mtoto wako. Niwaulize, ni wangapi tuna watoto wanasoma ambao bado wako shuleni? Ngoja niwaulize swali. Na ninyi ambao watoto wenu wameshamaliza kusoma tayari, ni wazazi wangapi ambao waliwahi kwenda kwenye shule wanazosoma watoto wao, wakasali kwenye ile ardhi ya shule wanayosoma watoto wao, akamwambia Mungu, shule hii ni sehemu ya makuzi na malezi ya mtoto wangu. Ninaomba ardhi hii ambayo mtoto wangu anasoma isije ikaharibu maisha ya mtoto wangu. Kwa sababu kuna watoto ambao wanatoka nyumbani wakiwa na tabia nzuri sana, lakini wakishafika shuleni tabia zao zinabadilika. Unaanza kujiuliza, mbona huyu mtoto alikuwa na tabia nzuri tu, huko shuleni kuna nini? Kuna watoto ambao nyumbani walikuwa wazima kabisa, lakini wameenda shuleni wamejikuta ni mashoga, wamejikuta ni walevi. Unahangaika kulipa ada, shetani anahangaika kula miaka ya ada unayomlipia mtoto wako. Sasa mtoto wako anasoma kwenye hiyo shule anayosoma. Usiku ukifika, wachawi wanaenda pale wananuiza kila mtoto aliyesoma kwenye shule hii asije akafanikiwa kwenye maisha yake yote. Mtoto anafaulu vizuri kabisa. Na unafurahia. Ngoma inakuja kwenye kupata ajira. Nitafutie mwanafunzi ambaye, kuna wale watu ambao huwa wakilala wakati mwingine wanaota ndoto wakifanya mitihani, au wanaota wakiwa kwenye shule walizosoma, shule za primary zamani, au vyuo, au sehemu ambayo waliwahi kufanya kazi baadaye wakatoka, au kuna wale watu ambao wanajikuta wanalala wanaota kwenye vile vijiji walivyozaliwa na walishatoka huko kitambo sana. Hao watu mara nyingi ukifuatilia maisha yao,
kila wanachofanya huwa hakifanikiwi. Wewe unalala kabisa, unaota, unaona unafanya mitihani, uko na wanafunzi uliosoma nao zamani. Hatima yako, yani ni kama Mungu anakuonesha kwamba angalia maisha yako yalipoharibikia ni hapa. Sasa unarudishwa nyuma kuonesha okay, miaka yako ililiwa, iliharibika ukiwa hapa. Ndio tunalipa vizuri ada. Pamoja na kulipa huko vizuri ada, ukumbuke pia kulipa ada ya uzao wako juu ya miaka wanayoishi watoto wako. Ukisoma kitabu cha nabii Amosi sura ya 3 aya 7, inasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Yaani hii inatufundisha kwamba Mungu yuko tayari kufanya chochote ikiwa tutashirikiana naye. Mungu yuko tayari kufanya chochote ikiwa watoto wetu tutawakabidhi mikononi mwake. Taaluma yangu ni saikolojia. Huwa nikikaa au nikiletewa wagonjwa hasa wa changamoto ya afya ya akili au wagonjwa wenye depression au msongo wa mawazo, unamtazama, unagundua kabisa kwamba huyu nitamshauri, lakini pamoja na kumshauri tatizo lake litarudi pale pale. Na litarudi pale pale ni kwa nini? Unakuta matatizo mengi ni ya kiroho. Wewe unayaleta kwetu tuyasolve kimwili, kwa unajikuta unaferi. Tujifunze sana akina baba, akina mama, kuziombea nyakati za watoto wetu, ili hizo nyakati zisiharibike. Nyakati zikishaharibika, maisha ya mtu yameharibika. Kwa sababu maisha ya mtu au mafanikio ya mtu yamefungwa ndani ya hizo nyakati. Asa kama hizo nyakati zitaharibika kwa matendo mabaya, kwa dhambi, kwa namna yoyote ile ambayo sio njema, maana yake ni kwamba maisha ya huyo mtu, hicho kizazi, yameharibika. Nimesikitika juzi, mwanafunzi wangu mmoja ila anasema aliwahi kuhudhuria tu semina siku moja na akachukua namba. Nasikitika kwamba ni mfanyabiashara, mama wa watu, na amefunga ndoa na amesomesha watoto. Yeye ameolewa na yule mwanaume ambaye akiamka tu hana hili wala lile, hajigusi, hafanyi nini hivyo. Yaani wale wanaume mzigo. Sasa mama wa watu ameenda kufanya biashara, amerudi. Ile amerudi, anafika pale nyumbani, akapewa taarifa kwamba mume wako amemleta mwanamke mwingine ndani.
wako naye. Yule mama akasema, nisomeshe watoto, nikulishe, nifanye kile kitu, na hii dharau niletee. Haijapita wiki, juzi, yani sijui shetani alitokea wapi akamvaa yule mama. Aliingia kwa ujasiri, akawakatakata mapanga. Mme akafa pale pale, mchepuko akapona. Asa yuko kwenye defender. Yani huwa napokea simu zingine ambazo mpaka nasema Mungu wangu, hayo mwalimu uniombee tu huku nimeua. Mbea imekuaje? Yuko kwenye karandinga muda huo. Sasa akina mama wana huruma. Huyo askari aliyekuwa amemshika ni wa kike. Kwa hiyo akajikuta yule askari naye anacheka tu. Akamwambia basi ongea, kama unaongea na mtumishi ongea naye. Hilo nimwambie kwamba unaenda. Kwa hiyo akaniambia haya niliyowaambia. Ana watoto 3. Nikajikuta na tafakari nyakati za maisha ya hawa watoto zitakuwa nyakati za aina gani. Kwa hiyo unaweza ukawa unaenda vizuri kabisa, lakini ikafika mahala shetani akaharibu nyakati zako, akakulia timing kwamba ikifika muda fulani tuyakoroge maisha ya huyo mtu. Kweli anakorogeka. Unajikuta unahangaika. Tujifunze kuziombea nyakati zetu zinazokuja. Hata kama huo mwaka 2026 haujafika, 2027 haijafika, 2030 haijafika, 2050 haijafika, ziombee. Unapoona serikali inaweka malengo ya miaka 50, miaka 100, miaka 25, tafasiri yake ni kwamba hiyo serikali inashika hizo nyakati zilizoko hapo mbele. Sasa hivi Tanzania tuna sera ya mwaka 2050, ambapo kwenye hiyo sera inaonekana kwamba kufikia mwaka 2050 wa Tanzania tutakuwa karibia milioni 150. Kwa hiyo serikali inapoweka inaposhika hizo nyakati, maana yake ni kwamba inajiandaa kufikia huo mwaka 2050 iwe na uhakika wa kuhendo watu milioni 150. Maana yake ni kwamba inatengeneza mazingira ili hayo mazingira yawe tayari kuja kuwapokea hao watu milioni 150 ili waje waishi vizuri. Sasa inashika nyakati, kwa sababu hakuna Mtanzania ambaye ameshafika mwaka 2050, lakini sera, malengo yameshafika mwaka 2050, kwamba tujenge kitu cha aina hiki, tuwe na miradi ya aina hii, miradi ya kimkakati, miradi ya muda mrefu, miradi ya muda mfupi, tutengeneze rasilimali za aina hii kwa ajili ya mwaka 2050. Hatujafika 2050 kimwili, lakini kimalengo, kimlengo, kimkakati tumeshafika. Kwa hiyo kama serikali inaweza ikafika mwaka 2050 kimalengo, wewe Mkristo, wewe Mkatoliki, unashindwaje kufika mwaka 2100 huko kupitia maombi? Tuna malengo ya kila mmoja hapa na malengo yake. Mwingine anatamani mwaka kesho ajenge, mwingine anatamani mwaka kesho apate ajira, mwingine anatamani mwaka kesho apate uzao. Yani anatamani huo mwaka uje na taarifa fulani ambayo ni nzuri kwenye maisha yake. Kutamani tu hakutatosha, lakini maombi yanaweza yakatosha wewe kufika kwenye hizo nyakati na ukajikuta uko salama. Jifunze kuutangulia wakati kupitia maombi. Jifunze kabisa kama muombaji, kama Mkristo, kama mama, kama baba. Jifunze kuutangulia wakati unaokuja. Jifunze kuusemesha wakati unaokuja, ili huo wakati basi uzae kilicho chema kwenye maisha ya kwako. Sasa unaweza ukajikuta unakuwa kibarua kwenye miaka inayokuja.
kwa sababu hauna unachomiliki, hauna unachotegemea, hauna ulichoshikilia. Mwisho wa siku unakuwa kibarua. Usipotengeneza malengo yako, utajiunga kwenye malengo ya wengine kutimiza ndoto za wengine. Usipotengeneza malengo yako, wengine watakutumia wewe kutimiza malengo yako. Usipotengeneza mfumo wako, wengine watakutumia wewe kuhakikisha unalinda mifumo yao. Ili kumiliki wakati unaokuja, lazima tuwe na uhakika wa maombi. Funga sana, omba sana, toa sadaka sana, bila kujali kwamba hayo unayoyaomba yatatimia lini. Hata yasipotimia kwa upande wako, utakuwa bado hujapoteza, yatatimia kwenye uzao wako. Siku ya leo tutajiandaa, ama siku ya leo tutaomba kwa ajili ya nyakati zinazokuja. Leo tutaomba tu kwa ajili ya mwaka 2026. Kwa hiyo maombi yetu ya leo ni kwa ajili ya nyakati zinazokuja. Hivyo ndio yatakuwa maombi yetu ya leo. Kwa hiyo ninaomba tujiandae vizuri kabisa kwa ajili ya kuziombea nyakati zetu za mwaka 2026. Tumsifu Yesu Kristo.